Nami na karibia kutimia saa 12:30 jioni Afrika Mashariki, sawa na saa 11:30 jioni katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na huko Maziwa Makuu. Hujambo, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga. Na kutoka Nairobi nchini Kenya, mimi ni Sarafina Robi. Miongoni mwa wale tulionayo katika Dira ya Dunia: Marekani na Iran zimetia saini makubaliano yanayolenga kumaliza vita na kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Hii ni hati ya maelewano baina ya pande mbili yenye vipengele 14 ambavyo kwa muda sasa kumekuwa na utata undani wake vikoje. Tunaweza tukaita kwamba hii ni hatua ya kutoa mwanga wa matumaini pengine ya kumaliza vita hivi, lakini na wakati huo huo kuna hali ya wasiwasi. Shughuli za mazishi za tajwa kuwa miongoni mwa mambo yanayochochea kuenea zaidi kwa virusi vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Na watu walitoka Mungwalu wakafika wakasema ni magonjwa ya ulozi. Alafu kakuja kanisa, dada yangu alikuwa pastor, akawaombea akawagusa, ndio walipata magonjwa. Akaleta nyumbani, yeye na bwana yake tayari wamekufa. Ukraine yajibu mashambulizi ya Urusi kwa kushambulia kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Moscow kwa mara ya pili ndani ya wiki hii. Na mashirika ya kimataifa yanayoshughulikia chakula yaonya kuwa mamilioni ya watu katika nchi 13 duniani wanatarajiwa kukabiliwa na ongezeko la njaa kali kati ya mwezi Juni na Novemba mwaka huu. Viwanjani, kombe la dunia, Ghana yapiga hatua kubwa kwa kushinda mechi yake ya ufunguzi, huku Cristiano akishindwa kunusa nyavu. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa nami Leila Muhammad. Bei ya mafuta imepungua kwa 3% kufuatia kutiwa saini kwa makubaliano kati ya Marekani na Iran, lakini hatua hiyo imekosolewa nchini Marekani. Makamu wa rais wa zamani wa Marekani Mike Pence amesema makubaliano hayo ni tatanishi. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema Marekani itashambulia Iran tena iwapo Iran haitasitisha kile alichokiita matarajio ya kumiliki silaha za nyuklia. Kwa upande wake, rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameusifu mkataba huo kama wa kihistoria. Utekelezaji wa makubaliano hayo unatarajiwa kuanza Ijumaa katika kituo cha mapumziko cha milimani cha Bergenstock nchini Uswizi, ambapo wajumbe wa Iran na Marekani wataungana na wapatanishi kutoka Pakistan na Qatar. Kipindi cha siku 60 cha kuufanya mkataba huo uwe wa kudumu kinaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pande zote mbili. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameuambia mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa nchi wanachama wa NATO kwamba mataifa ya Ulaya yanapaswa kuchukua hatua za haraka na zisizoweza kubadilishwa ili kubeba jukumu kuu la ulinzi wa bara hilo. Hegseth amesema Marekani itafanya tathmini upya ya kiwango cha ushiriki wake ndani ya NATO kwa kuzingatia mwelekeo huo. Ameongeza kuwa mchango wa Marekani katika mazungumzo katika muungano huo utategemea pia utayari wa washirika wengine kutimiza wajibu wao wenyewe. Aidha, Hegseth amesisitiza kuwa washirika wa NATO wanapaswa kuzingatia mahitaji ya kijeshi ya Marekani duniani, ikiwemo upatikanaji wa kambi za kijeshi na ruhusa za matumizi ya anga kwa ndege zake. Make no mistake about it, this will be a real review. Usiwe na shaka yoyote kuhusu jambo hili. Huu utakuwa uhakika wa kweli na wa kina. Utalenga kuhakikisha kwamba NATO itaendelea kwa kasi na kwa njia isiyoweza kurudishwa nyuma, kuelekea kuongoza zaidi na Ulaya katika masuala ya ulinzi. Pia unalenga kuhakikisha kuwa Ulaya inachukua jukumu kuu la msingi katika ulinzi wa bara lake, huku ikihakikisha kwamba majeshi yake yanajipanga na kuimarishwa kwa kuzingatia mahitaji ya kimkakati ya Marekani katika majukumu yake ya kimataifa. For America's global needs. Mapigano yanaendelea nchini Lebanon licha ya mpango wa makubaliano ya kusitisha vita kati ya Marekani na Iran unaotaka uhasama kusitishwa katika maeneo yote ya mzozo. Vyombo vya habari vya serikali ya Lebanon vimeripoti kuwa mtu mmoja ameuawa na mwingine kujeruhiwa vibaya kufuatia shambulio la hivi karibuni la ndege isiyo na rubani ya Israel kusini mwa nchi hiyo. Kwa upande wake, Israel imesema kuwa mmoja wa wanajeshi wake alifariki akiwa vitani siku ya Jumatano. Milio ya risasi na milipuko ilisikika usiku kucha katika eneo la Nabatie kusini mwa Lebanon. Israel imesisitiza kuwa itaendelea kudhibiti baadhi ya maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Aidha, mmoja wa mawaziri wa serikali ya Israel amesema kuwa nchi hiyo iko tayari kutokubaliana na Marekani
endapo itaona hatua hiyo itahitajika kulinda maslahi yake ya usalama. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Alikuwa meya wa Uganda na mwanasheria Erias Lukwago ambaye amemtetea kiongozi wa upinzani aliyezuiliwa Kizza Besigye anayeshtakiwa kwa uhaini, sasa naye amefunguliwa mashtaka yanayohusiana na uhaini. Lukwago anakana mashtaka ya kushindwa kuripoti njama za uhaini, na mahakama ikimwamuru kushikiliwa rumande hadi wiki ijayo wakati kesi yake itakapotajwa. Lizi Masinga ana maelezo zaidi. Kukamatwa kwake Jumatatu kumeibua ukosoaji mkali baada ya mkuu wa majeshi wa nchi hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais, kujigamba kuhusu tukio hilo kwenye mitandao ya kijamii. Kiongozi wa upinzani Bobi Wine, ambaye alikimbia Uganda akihofia usalama wake baada ya kushiriki uchaguzi wa urais wa Januari mwaka huu, amedai kuwa Lukwago alikamatwa kwa amri ya Kainerugaba alipokuwa akijiandaa kumfikishia hati ya wito wa mahakama mkuu huyo wa kijeshi. Familia ya Lukwago ilienda mahakamani ikiomba amri kuwashinikiza maafisa wa usalama ambao inawashutumu kwa kumteka nyara kutoa taarifa kuhusu aliko na kumwachilia huru awe hai au amekufa. Familia hiyo inadai kuwa Kainerugaba amekiri kuhusika na kutekwa kwake na hata kujigamba kuhusu kumtesa kupitia mitandao ya kijamii. Kumekuwa na milio ya risasi na milipuko katika uwanja mkuu wa ndege wa Niger ulioko katika mji mkuu Niamey. Mashuhuda wanasema eneo hilo limezingirwa na vikosi vya usalama na shughuli zote zimewekwa ulinzi mkali. Niger imekuwa ikipambana na waasi na wanamgambo kwa muongo mmoja sasa, na mwezi wa Januari washukiwa wa jihad walianzisha shambulio kwenye uwanja huo wa ndege. Kama majirani zake Burkina Faso na Mali, Niger inaongozwa na kikosi cha kijeshi ambacho kiliingia madarakani kwa sababu ya serikali kushindwa kushughulikia vurugu. Wakazi wameiambia BBC kwamba shambulio la Alhamisi lilizuiwa na jeshi ambalo sasa linawasaka washambuliaji waliokimbia ambao inasemekana waliacha silaha zao. Mamlaka bado haijatoa maoni na hakuna kundi lililokiri kuhusika na shambulio hilo, lakini mshirika mmoja wa kundi la Islamic State alisema ni kundi hili lililotekeleza shambulio lingine la mwezi Januari. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE imekuwa nchi ya kwanza katika ulimwengu wa mataifa ya Kiarabu kuweka sheria ya kudhibiti mitandao ya kijamii kwa watoto. Serikali imeidhinisha kanuni mpya zinazowazuia watoto wenye umri chini ya miaka 15 kufungua au kutumia akaunti binafsi kwenye mitandao ya kijamii. Kanuni hizo pia zinazitaka kampuni zinazosimamia majukwaa ya mitandao ya kijamii kuweka mifumo madhubuti ya kudhibitisha umri wa watumiaji. Aidha, kampuni hizo zitapigwa marufuku kutumia watoto mitandaoni kwa madhumuni ya matangazo au biashara. Kwa vijana wenye umri wa miaka 15 na 16, matumizi ya mitandao ya kijamii yataruhusiwa kwa masharti maalumu, yakiwemo usimamizi wa wazazi, vikwazo vya maudhui pamoja na udhibiti wa muda wa matumizi. Hii ni BBC. Naam, huyo ni Leila Mohamed amekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, msikilizaji, ambapo unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya, tusikilize kupitia Count FM, Nyota FM pamoja na Must FM. Nchini Uganda, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura, lakini pia na Radio Opaidha. Nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia Abud FM, CGFM, Radio Kwizera kule Ngara, Radio One Dar es Salaam na Radio Free Africa. Kule DR Congo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tuandika BBC Swahili, kadhalika na YouTube ni BBC Swahili. Kwa mara nyingine tunakuambia karibu. Mimi ni Skola Kisanga, mtangazaji mwenzangu ni Sarafina Robi. Sarafina. Naam, Skola. Karibu tuanze kazi. Asante sana msikilizaji. Tukianza ni kwa Marekani na Iran zimesaini makubaliano yanayolenga kumaliza vita. Makubaliano hayo yanajumuisha kusitishwa kwa mapigano yote na kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Bei ya mafuta ilishuka baada ya Trump na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian kusaini makubaliano hayo ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati, huku kukiwa na miezi miwili ya mazungumzo kuhusu utekelezaji wake. Zaidi na Victor Kenani.
Katika maendeleo ya ghafla baada ya hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu ni lini makubaliano yaliyofikiwa mapema wiki hii yangesainiwa rasmi, Rais Trump aliweka saini yake kwa wino mnene mweusi katika hafla ya chakula cha jioni kilichoandaliwa kwa mwanga wa mishumaa pamoja na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ikulu ya Versailles nje ya jiji la Paris. On Sunday we reached an agreement with Iran. Siku ya Jumapili tulifikia makubaliano na Iran ambayo yanatimiza kila kitu tulichokusudia kufanikisha. Kila kitu na hata zaidi. Kumaliza mzozo wa sasa, kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kuizuia Iran isipate silaha za nyuklia milele. Hilo ndilo lilokuwa jambo kuu. Hilo lilikuwa 99% ya swala lote. Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Haiwezi kubuni, kupata wala kununua. Haiwezi kamwe kuwa na silaha za nyuklia. They can never have a nuclear weapon. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian pia alisaini makubaliano hayo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran Esmail Bakei alisema, akiongeza kuwa sasa ni wakati wa kujaribu utekelezaji wa makubaliano hayo. Bei ya mafuta ghafi ya Brent ilishuka kwa zaidi ya 3% siku ya Alhamisi. Makubaliano hayo yanapaswa kumaliza mzozo wa sasa kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambao ulisababisha wiki 5 za vita kamili hadi kusitishwa kwa mapigano mapema mwezi Aprili na kusababisha usafirishaji wa majini kutatizika kwa kiasi kikubwa katika mlango wa bahari wa Hormuz, jambo lililosababisha kupanda kwa bei ya nishati. Marekani imekubali kuondoa mzingiro wake wa kijeshi baharini ambao umekuwa ukizuia meli kusafiri kwenda au kutoka pwani ya Iran tangu mwezi Aprili kama sehemu ya makubaliano hayo. Kipindi cha miezi miwili cha mazungumzo sasa kinaanza huku macho yote yakielekezwa katika kufunguliwa tena kwa mlango huo wa bahari wa Hormuz na iwapo maendeleo yanaweza kupatikana katika mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran ambao Washington kwa muda mrefu imeushuku kuwa unaficha malengo ya siri ya kutengeneza silaha za nyuklia. Chini ya makubaliano hayo, Washington imejitolea kuondoa mara moja vikwazo vya mafuta ambavyo vimekuwa vikidhoofisha uchumi wa Iran. Na mara tu makubaliano ya mwisho yatakapofikiwa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, Marekani pia itasaidia kutolewa kwa mfuko wa dola bilioni 300 za ujenzi upya unaungwa mkono na mataifa ya kikanda. Maafisa wa Marekani pia walisema Iran itapunguza kiwango cha urutubishaji wa akiba yake ya urani, huenda kwa kuichanganya tena katika kiwango cha chini katika eneo husika chini ya usimamizi wa shirika la Umoja wa Mataifa. Mpango wa makombora ya balistiki wa Iran haukutajwa katika makubaliano hayo licha ya Israel kwa muda mrefu kushinikiza uvunjwe. Rais Donald Trump akisema kuwa Iran ina haki ya kuwa na makombora hayo. Ninachosema ni kwamba ikiwa nchi nyingine zina silaha hizo, basi ni jambo lisilo la haki kidogo kwa wao kutokuwa na baadhi ya silaha hizo. Kombora la balistiki si sawa na kile tunachozungumzia tunapozungumza kuhusu silaha za nyuklia, lakini ikiwa Saudi Arabia na Qatar na wengine wote wana baadhi ya silaha hizo, ningesema kwa uwiano unaolingana nadhani ni sawa. Hicho ndicho ninachomaanisha. Qatar, moja ya wapatanishi wakuu katika makubaliano ya kumaliza vita hivyo, ilisema siku ya Alhamisi kuwa makubaliano hayo yanatoa msingi thabiti kwa mazungumzo zaidi. Na ingawa makubaliano hayo yanabainisha kuwa Lebanon inapaswa kuwa sehemu ya mchakato huo, bado haijulikani iwapo vita katika eneo hilo vitajadiliwa katika siku 60 zijazo. Jeshi la Israel lilisema siku ya Alhamisi kwamba litaendelea kufanya operesheni kusini mwa Lebanon na kuondoa vitisho nje ya kile inaloliita eneo lake la usalama baada ya Marekani na Iran kusaini makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na nchi ya Lebanon. Jeshi hilo lilichapisha ramani ya eneo lake la usalama lililotangaza ambalo linaingia takriban kilomita 10 ndani ya eneo la Lebanon. Lilisema wanajeshi wataendelea kuwepo huko ili kuondoa vitisho na kuimarisha ulinzi wa wakazi wa kaskazini mwa Israel. Kazi ya kujadili maelezo ya utekelezaji wa makubaliano ya Marekani na Iran inaanza siku ya Ijumaa katika hoteli ya Bergenstock nchini Uswizi, ambapo Wairani na Wamarekani watakutana pamoja na wapatanishi kutoka Pakistan na Qatar. Kipindi cha siku 60 cha kufanya makubaliano hayo kuwa ya kudumu kinaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pande zote. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Basi tu